Mtazamaji wa kipindi cha Sakasaka, nikukaribishe katika kipindi chetu maridhawa dakika 25 za burudani. Na leo niko kwenye mitaa ya Sinza Mori ambapo tunakwenda kufungua kipindi chetu kwa mwaka 2025. Bahati nzuri nimemtembelea mwana mitindo kwa jina anajulikana kama Augusta Masaki. Tutakwenda kuzungumza naye mawili matatu ili atuambie nini hasa pengine kinaendelea kwenye mambo ya ubunifu na mitindo, na kwa faida hasa ya Watanzania ambapo sasa hivi kimekuwa ni kiwanda kikubwa kweli kweli. Basi hebu nifuatilie kwa dakika hizi 25. Mimi ni Malio Cheto, makini kanami. Augusta. Yes, mambo nzuri. Karibu. Nifurahi kutembea katika mitaa ya kwako hii. Wanaita ni Sinza kwa wajanja. Yeah. Sinza kwa wajanja. Labda kabla sijazungumza mengi, ni kwa nini hii imeitwa Sinza kwa wajanja? Sijajua sehemu mwenyewe, ni mhamiaji huku. Kwa wanaita Sinza kwa wajanja, lakini hapa nilipo unaweza ukashukia kwa Lemi. Najua Lemi ni mwanamuziki. Kwa kidogo naweza kumzungumzia. Unaweza kushuka Sinza kwa Lemi, Sinza ukafika hapa ofisini. Kwa kama ni Sinza kwa wajanja, basi karibu mjanja mwenzangu. Okay. Sawa. Hebu tupe historia yako kwa ufupi. Ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye mambo ya mitindo? Sio kitu rahisi ujue. Naitwa Augusta Masaki. Mimi ni mbunifu wa mavazi, mmiliki wa kampuni ya Augusta Fashion, lakini pia ni mwalimu wa ufundishaji ushonaji, yani usanifu mitindo, na ni mwandaaji wa fashion show, na pia ni mshiriki wa exhibition za ndani na nje ya nchi. Napenda sanaa ya ubunifu wa mitindo wa mavazi since niko primary school, nikaenda nayo hiyo mpaka secondary school mpaka nilipomaliza. Nafanya kazi zangu hizo, na pia nafanya kazi za ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo vijana wengi wakawa inspired na mimi na kutaka kujifunza kupitia mimi. Nikaanzisha project inaitwa Start Tailoring Business by Augusta Masaki. Nikafanya audition, nikapata vijana designers kama 30, models kama 60. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa, nilifurahia, sikutegemea kwamba nina mashabiki, nina watu wanaopenda kazi zangu, kuna watu wanaopenda kujifunza kupitia mimi. Nikasema kumbe nina mchango mkubwa katika jamii. Jamii inaniangalia, inanifuatilia. Kwa hiyo ilinipa moyo na hamasa na chachu ya kuendelea kufanya hii kazi. Kwa hiyo since 2018 nikaanzisha project hiyo, tukafanya training kwa tukiwa na New Africa kutoka Marekani na Pam Netherlands. Kwa hiyo tukafanya, baada ya hapo tukafanya fashion show, tukapata other designers na models ambao pia tukawatambulisha katika fashion industry ya Tanzania, na sasa hivi wanafanya vizuri sana, almost 5 years. Na naona mwitikio ni mkubwa, umepelekea watu wengi kufungua shule za ufundishaji, imepelekea watu wengi kuandaa maonyesho ya mavazi. Kwa hiyo unapofanya kitu na kuona watu wanakifanya kwa ukubwa au kwa 100%, ni nzuri. I'm so proud about that, kwa sababu mchango wangu umeleta hamasa katika jamii na katika nchi yetu, kwa sababu tunapinga kwanza tatizo la kutokuwa na ajira, tatizo la vijana kuwa tu mitaani. Kwa hiyo nimefurahia kuona fashion industry inakuwa kwa kasi sana. Vizuri sana. Akina dada wana mambo mengi, pengine au kuna vitu vingi ingeweza kuchagua. Mwingine pengine ingeweza kuamua acheze basketball, mwingine anaweza kaamua acheze netball. Siku hizi pia kuna mpira wa akina dada, football. Au pengine tu kufanya vitu vingine. Ni nini hasa kilikusukuma wewe ukaingia kwenye mitindo? Nadhani tu ni kitu ambacho ni kipawa, yani niko nacho. Nikikaa nawaza tu nimsuke mtu nywele, nikikaa nimvalishe mtu nguo, nikikaa nimpambe mtu. Yani mimi nafanya hairstyle, nafanya makeup, nafanya nguo, lakini nilibezi sana kwenye nguo kwa sababu ndio kitu ambacho nilikuwa naweza kufanya kwa wakati huo. Lakini wapo nilikuwa nawasuka, nikaa najipatia kipato, wapo nilikuwa nafanyia makeup, japokuwa familia yangu ilikuwa haipendi nifanye hicho kitu. Unajua Kwa hiyo nilikuwa napenda kufanya.
Umeona I'm not sure kama ningekuwa napata support tangu zamani ningekuwa wapi, lakini I'm so happy na nashukuru Mungu kwa sababu nilichokitaka ninakifanya. Sasa hivi nina ofisi, nimezalisha models zaidi ya 150, nimezalisha designers zaidi ya 100, nimefanya kazi zangu nchi nyingi ambazo kupitia hii kazi nadhani sijui kama ningefanya kazi nyingine kama ningeweza kufika hata nchi nilizofika mimi, sidhani. Kwa sababu hata event yangu ya mwisho ilikuwa India last year, ambapo pia nilipata tuzo ya kuwa the best store kwenye hizi mambo ya fashion and design. Nilifanya vizuri. Kwa hiyo napenda kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwangu, naishi nacho. Nini nafasi ya kipaji? Yani kwa mtoto. Yani kuna watu wengine wanaweza kuwa na vipaji. Lakini vipaji sio vinavyochukuliwa kwa umuhimu wake. Mimi naona kipaji mara nyingi sana watu wenye vipaji ndio wanaoendelea kwa haraka zaidi. Nini nafasi ya vipaji katika jamii? Na unaambia nini wazazi kuhakikisha kwamba watoto wenye vipaji kama vya kwako sio lazima umlazimishe, lakini ni vizuri kuendeleza kipaji chake? Mimi wito wangu katika jamii au familia zetu au nchi yetu, sanaa ni kazi. Nachokifanya mimi ni sanaa. Sanaa ina matawi yake. Kuna ushonaji, kuna ufumaji, kuna ususi, kuna ngoma, kuna mziki. Na jamii kubwa zimezungukwa na watu wenye vipaji hivyo vya sanaa, ambao ndio hiyo tunakuja kwenye michezo pia. Kuna wanaocheza netball, kuna wanaocheza football, kuna wanaocheza lede, kuna wanaocheza bao. Michezo ni mingi. Kikubwa ni support. Tujue mwanao anapenda kitu gani. Ukimsupport mapema, inakuwa ni rahisi yeye kuona mafanikio yake na matunda mapema. Lakini ukimng'ang'ania mtoto tu asome wakati unaona anapenda kitu fulani, tunakuwa tunamnyima haki yake ya msingi. Kwa sasa hii tusinyime watoto haki za msingi, tusiwanyime uhuru wao na kila wanachokipenda na kukifurahia, tuwasupport kwenye kila wanachokitaka. Kama mwanao anapenda netball, mpeleke kwenye netball, anapenda mpira wa miguu, mpeleke kwenye mpira wa miguu, lakini mueleweshe kwa sababu tunaambiwa katika maandiko, mshike elimu usimwache aende zake. Mwambie mwanangu soma, ukimaliza hapo ule muda wa ziada utaenda kwenye vitu vyako unavyovitaka. Umeona? Nimefanya fashion show na French school pale Masaki. Nimeenda ku training watoto. Wako inspired, wamefanya vitu vikubwa ambavyo ni vizuri, huwezi kuamini. Tumefanya event nyingine na watoto wenye matatizo ya syndrome system wanaita sijui ile. Wana vipaji, wengine ni models wanatembea, wengine wana design nguo, wengine wanatengeneza shanga. Umeona? Kwa hiyo hata wale wenzetu wenye mahitaji maalum na wenyewe pia wana vipaji. Hatutakiwi kuwaficha ndani, tunatakiwa tuwasupport. Unamwona unapenda kipaji gani, kama ni cha kusuka unasuka. Mimi nakumbuka nilivyokuwa Ufaransa last year kwenye Olympic, nilikopo nimeenda ubalozi, kuna watu tukao tunapiga nao tu story, wanasema sasa sijasuka nywele nitafanyaje? Nikamwambia naweza nikakusuka. Nikamsuka anipa euro 100 ambapo sikutegemea. Umeona? Sasa euro 100 kwa Tanzania ni shilingi ngapi? Kwa hiyo umeona kipaji cha ususi pia kinalipa. Lakini mimi kazi yangu ni fashion designer. Je, mtu kama amebezi kwenye hiyo kitu afa akaenda kufanya kazi huko nje za nchi, si anapata hela? Sasa hivi watu wengi wanapata hela kupitia kazi za sanaa za mikono. Mtu anayefanya makeup anaingiza hela nyingi sana. Mtu anayeshona anaingiza hela nyingi sana. Umeona? Mtu anayecheza mpira anaingiza hela nyingi sana. Na mifano yenyewe mnayo, mnaofuatilia mpira. Naona Madoni ni wacheza mpira.